Assalamu alaikum. Swali la kisheria kuhusiana na kuwatumikisha wanyama kama ng'ombe, punda, farasi, ngamia katika kazi za binadamu kama vile kuwapanda, kubebesha mizigo juu yake, kuburuza tela au jembe kwa ajili ya kulimia na kadhalika. Nini hukumu yake kwa mujibu wa Qur'ani? Ni jambo linalojuzu. Katika Qur'ani aya ya 71 katika surati al-Baqara, Mwenyezi Mungu Jalla wala alimtaja yule ng'ombe ambaye ndio sababu ya kuitwa sura hii kwa jina hili. Anasema Bani Israeli walipoambiwa chinje ng'ombe wakauliza ni ng'ombe gani, wakaambiwa qala innahu yaqul. Nabii Musa akawaambia hakika Allah anasema innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wala tasqi al-hartha. Ni ng'ombe ambaye si dhalul. Dhalul ni yule ambaye amelelewa au amezoeshwa kutii. Amepewa malezi ya kuwa ni mtiifu na anafanya kazi na anatumika bila ya mgomo. Hagomi yani. Kama vile tunavyoona yani punda anaweza kuambiwa simama akasimamishwa, akapakiwa mzigo akafungwa akaenda zake, au ng'ombe anasimama anavalishwa joki, inafungwa jembe, anaburuza au tela, hagomi, hasumbui, na anaweza kuwa anapelekwa na mtoto mdogo. Huyo ni dhalulun. Innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha. Asiwe ni dhalul ambaye anatifua ardhi, wala tasqil hartha, wala hanyeshelezi mimea. Musallamatun, awe ni mzima si mgonjwa, la shiyata fiha, asiyekuwa na kipaka. Qalu al-ana jita bil haqq. Wakasema sasa umekuja na maneno ya haki. Mahalu shahidi, yani nukta ya ushahidi katika aya ni kwamba Mwenyezi Mungu Azza Jalla ametaja katika aya hii kadhia ya kuwatumikisha wanyama bila ya kuitia kasoro. Ameitaja kadhia ya kuwatumikisha wanyama ng'ombe kwa kulima na kunyesheleza mimea bila ya kutia kasoro sentensi hiyo ama maelezo hayo, ila tu ilikuwa ni sharti kwa yule ng'ombe ambaye alitakiwa achinjwe kwa ajili ya ile kadhia. Na sifa nyingine inayofikiana na sheria hapa ama na mantiki ya kifiqhi ni kwamba asiwe ni mgonjwa. Ng'ombe anaelimiwa, anayetumika katika kilimo, asiwe ni mgonjwa, anateswa au ni dhaifu, anabebeshwa kazi zaidi ya uwezo wake. Kwa hivyo kwa hukumu ya sheria inajuzu kuwatumikisha wanyama kwa ajili ya kazi mbalimbali, ili mradi ni kwa kadiri ya uwezo wao. Na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitumika farasi, ngamia na punda kama usafiri, walikuwa wakipandwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume hakukataza, isipokuwa alisema msiwatumikishe zaidi ya uwezo wao. Wabillahi tawfiq. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ghurril mayamin. Unaona tabia na ardhi ambayo ni ya mashambani. Shukran.